Yegosu TV. Karibu tena leo katika studio yetu hapa. Tumepata ugeni mashuhuri ambao ni mashuhuri kwa kile wanachokifanya katika shughuli zao za kila siku, yani swala la afya ya akili. Na kama unavyojua, afya ya akili sio tu tatizo lilokuwa kubwa katika mkoa wa Mara, lakini nchi nzima ya Tanzania. Tumepata bahati leo kutembelewa na wageni wenye utaalamu wa masuala haya, na wako hapa kutueleza shughuli wanazofanya. Kipindi chetu kitaendelea kwa muda, lakini unaweza kutufuatilia pia katika mitandao yetu ya kijamii ya Instagram, TikTok na Facebook, Yegosu TV. Karibu na uwe nasi kwa uendelevu. Labda nianze kwa kuwakaribisha ili wajitambulishe wao wenyewe ni nani na wamekuwa wakifanya shughuli zipi hapa katika siku za karibuni, alafu baadaye tutaendelea na maswali ya undani kuhusiana na maelekezo yao. Labda nianze na dada pa. Asante. Kwa majina naitwa Dorothy Deus John. Ni moderator na msimamizi wa mradi tunaoita ni sawa kutokuwa sawa. Mradi huu unalenga kutoa elimu ya afya ya akili kwa rika la kuanzia miaka 15 mpaka 30, tukimaanisha rika la vijana, maana kwa sasa ukiangalia kidunia ndio rika sana linalokumbwa na matatizo ya afya ya akili na makundirika. Asante. Kwa majina yangu naitwa Fred Isaya Edward, ni afisa ustawi wa jamii Manispaa ya Msoma. Ni mdau katika hili swala la kutoa elimu mashuleni juu ya afya ya akili. Sasa dada Dorothy, labda tuanze na wewe. Msikilizaji angependa kujua kwamba tunapozungumza swala la afya ya akili tunamaanisha nini kwa kifupi sana, ili tuweze kuwaweka katika mrengo wetu wa mazungumzo. Asante. Tunapoongelea afya ya akili, tunaongelea afya kwa ustawi mbalimbali. Tunasema kimwili na hisia pamoja na akili na utashi. Kwa maana mtu anapoongelea swala la mental health, tunaongelea usawa wa mtu kuwa sawa kwenye akili yake, kushughulika kwenye mambo mbalimbali, kupokea vitu mbalimbali kwa wakati huo bila kuwa na msukumo wa kitu chochote au tatizo lolote kwenye kichwa chake. Bwana Freddy, wewe ni mtaalamu wa ustawi wa jamii. Ili swala nalozungumza dada Dorothy la afya, tatizo la afya ya akili, unaweza kulieleza vipi? Limesambaa kwa kiwango gani hapa Msoma, au unalionaje katika muendelezo wake tangu ulipoanza kujua mji huu? Okay. Kiuhalisia mimi si mwenyeji sana, ni mgeni, lakini kwa tangu nilipofika kwenye huu mji nilijaribu kufanya tafiti zangu chache. Nimegundua vijana wengi sana kwenye huu mji wameathiriwa na changamoto za afya ya akili kutokana na sababu mbalimbali zinazoweza kuwasababishia hizo changamoto kwa kiasi kikubwa sana. Na dada Dorothy, hili swala la mradi ambao umekuwa ukifanywa kusambaza elimu ya afya ya akili katika mashule, kwa nini mashuleni? Kwa nini sio sehemu zingine ambako kuna watu ambao hawako shuleni? Kwa nini mashuleni? Asante. Niliamua kufanyia mashuleni maana nilikuwa naangalia urahisi wa kupata watu kupokea kitu chako. Kwa maana sio rahisi ukienda mtaani ukaita watu, ni vijana wachache sana wanaweza kujumuika nawe ukaongea nao na kusikia wakapokea ujumbe. Lakini ukikaa mashuleni ukachukua lika la miaka 15 mpaka 19 ukakaa nao, ni rahisi kuwapatia ujumbe na wakitoka wakafikisha hata kwa wale walioko majumbani wakapokea ujumbe, kuliko walioko mitaani unaweza kaanza kuongea wakaanza kusambaa wasipokee kitu chochote. Bwana Freddy, hebu tueleze hapa kwamba ni elimu inapokuwa inakwenda shuleni inakwenda vizuri sawa, lakini haimaanishi kwamba pale shuleni pia hakuna matatizo. Hebu tuambie, mlipokuwa mkitembea huku mliweza kugundua athari fulani kati ya wanafunzi mliokuwa mkiwatembelea ambao wana afya mbaya ya akili? Asante. Ni kweli kabisa, tulipokuwa tukitembelea katika baadhi ya shule ambazo tumetembelea, tuliweza kugundua
baadhi ya wanafunzi kutokuwa na afya nzuri ya akili, either kutokana na life experience za majumbani kwao, na wengi wao tulipokuwa tukifanya mahojiano walikuwa wanakiri kwamba changamoto za maisha, kuna wengine wanapitia ukatili majumbani, ambapo inawafanya kutokuwa na afya nzuri ya akili. Na kingine ni kwamba kutokana na umri wao wanashindwa namna gani ya kuweza kuhimili changamoto kama za mawazo, wanashindwa namna ya kuwa na ustahimilivu pale wanapopata changamoto yoyote ambayo inaweza ikaathiri afya yake ya akili. Asante sana Freddy. Labda nirudi kwako dada Dorothy, utueleze hapa kwamba elimu ni hatua muhimu sana katika kujaribu kupunguza tatizo la afya ya akili katika jamii, lakini hatua zingine pia ni muhimu kutekelezwa ili wale ambao tayari wameathirika wapate kuondokana na tatizo hilo. Kwa mbeleni, yayo ni malengo ya baadaye yako kabisa, kwamba sasa hivi ndo tumeanza kutokana na uwezo tulionao sasa hivi tunaanza kwa kutoa elimu, lakini mbeleni ukiangalia kwenye afya ya akili kitu kinachosumbua sana pia ni ukosefu wa elimu. Lakini kwa watu ambao tayari wameathirika kuna njia mbalimbali za kuwasaidia, ambapo baadaye labda Mungu akijalia mbeleni tunatarajia labda tukaanzisha vituo na ofisi ambapo watu wanaweza kupata msaada wa ushauri na nasaha. Na pia kama Mungu atajalia zaidi, labda tukaanza kuanzisha sober house, kwa maana watu wameshazoea kwamba sober house zipo tu kwa ajili ya watu ambao wamesumbukiwa na madawa kulevya, lakini kuna vitu vingine pia ambavyo pia mimi naona vinahitaji uangalizi zaidi ya. Na labda utueleze hapa kwamba kwa kuwa mmechukua hatua katika hizi shule, mmesema shule 6? Tulifanikiwa shule 5. Shule 5 za sekondari. Ndio. Je, hizi shule unafikiria zimetosha au kuna taratibu ya kwenda mbele zaidi? Asante. Kwa mkoa wa Mara na manispaa ya Msoma ndo tulichagua kutokana na muda ambao nitakuwepo hapa. Muda ulikuwa fixed kidogo. Kuna taratibu ambazo mnakuwa mmepewa, mnabidi mzifate, na shule tulipewa. Nadhani kwa sasa hivi kwa hapa ndo zitakuwa zimeishia hapa, elimu imeishia hapa, lakini labda kwa mikoa mingine Mungu akijalia tunaweza tukaomba shule zaidi ili ujumbe uweze kufika mbali zaidi. Kwa kuwa kuna maelezo mazuri yanayohusu masuala yaliyofanyika na ambayo yataweza kufanyika hapa mkoa wa Mara, lakini hata sehemu zingine za Tanzania, labda utueleze huu mradi kwa kifupi ulianzishwa vipi na watu gani ni wafadhili wako nyuma ya jambo hili na ambao wataendeleza hii mipango yote tunaizungumza hapo, unajaribu kueleza watazamaji na wasikilizaji wapate kutambua. Asante. Mradi huu niliuanzisha baada ya kufanya tafiti mbalimbali kutoka kwa wanafunzi, maana pia nilikuwa mwanafunzi. Nikagundua kwamba wanafunzi ni watu pia ambao wanasumbuliwa na afya akili, ukiangalia kwamba wanafunzi wengi wanapata stress, wengine ni pressure ya masomo, pressure kutoka nyumbani na hali ngumu. Ndipo nikafikiria kuanzisha mradi huu. Mara ya kwanza nilianza kwa kufanya podcast za online mwenyewe, lakini nikasema hii haitatosha, maana sio watu wote wenye smartphone wanaweza kupokea ujumbe. Labda ninaweza kujaribu kutembea sehemu mbalimbali. Nikaanza kwa kuomba vibali kwa mkurugenzi wa manispaa, nikapata. Lakini ufadhili, nilipata mfadhili mmoja ambaye ni Oburez Investment, ndio amenisaidia kwenye hizi program zote za shule 5 kwa kunifadhili kupitia vifaa na mambo mengine. Labda kwa hapo mbeleni Mungu akijalia tutapata wafadhili wengi zaidi, tunategemea kufanya makubwa pia. Dhana ya ni sawa kutokuwa sawa. Hebu mweleze msikilizaji na inamaanisha nini hapa? Patamu hapa kidogo. Dhana ya ni sawa kutokuwa sawa, hii tumelenga sana kuvunja ule ukimya, kwamba kuna mtu anaweza akawa ana wasiwasi au hayuko sawa, lakini anakaa anasema tu niko sawa. Mtu una huzuni lakini unakaa unatabasamu, unajaribu kuonyesha kwa watu kwamba niko sawa. Dhana hii tumelenga sana kuvunja ule ukimya wa mtu kwamba anakaa kuishi kile ambacho sicho yeye, lakini nyuma yake kuna vitu vingi ambavyo vinamsumbua na kumtatiza.
Ndipo tukasema kwamba ukisema ni sawa kutokuwa sawa, tunaonyesha kwamba hali ulionayo sasa hivi ni sawa. Kama unapitia kwenye ugumu kwenye maisha, ni sawa unapitia ugumu. Kama una huzuni sasa hivi, ni sawa huzuni. Kwa maana hivyo vitu vyote sio kwamba vinamaanisha kwamba wewe ni mnyonge, bali ni kuonyesha kwamba ni binadamu. Ukiwa binadamu lazima uwe, kuna siku utakuwa na huzuni, kuna siku utakuwa na furaha. Kwenye maisha kuna kupanda na kushuka, kuna siku utapata, utakosa. Sio lazima kila siku uonyeshe kwamba niko sawa, ilhali unaweza ukaonyesha kwamba siko sawa na ukasikilizwa. Ukiangalia kwamba duniani watu wengi wanajua kwamba nikionyesha kwamba niko sawa watu watanichukulia sawa. Asante. Labda turudi kwa Bwana Fred hapa, kwa mkoa wetu wa Mara na manispaa yetu hii ya Msoma. Kwa kweli tatizo la afya ya akili ni kubwa. Ukizunguka mitaani hapa utawakuta watu wanatembea wamebeba magunia, wengine wanaokota matakataka, watoto wako barabarani. Sawa, kuna matatizo ya kiuchumi, matatizo ya ufukara na mambo kama haya ambayo huenda yamepelekea katika hali hizi. Lakini ukilichunguza ile tatizo kwa mkoa wetu ni kubwa. Unafikiri ni kwa nini tuna shida hii? Hata ukienda sehemu zingine ukamwambia mkoa wa Mara bana wakali wanapiga watu, maneno kama hayo ni mengi. Hebu tueleze kidogo kwetu hapo unasemaje kuhusu afya akili hapa manispaa yetu? Okay, asante sana. Kwanza kabisa kwa mkoa wetu wa Mara imezoeleka kwamba ni mkoa ambao watu wake ni wakorofi. Imezoeleka hivyo, lakini inasemeka popote bana. Inasemekana hivyo, lakini niwaondoe watu hofu na si kweli. Tangu mimi nimefika ni mkoa wenye watu wastaarabu sana. Ni maneno tu ya watu, lakini of course kuna changamoto ya ukorofi kwa baadhi ya watu, na ile linatokana na vijana wengi sana kujikita katika madawa ya kulevya. Asante, lakini hapa linaibuka jambo ambalo nafikiri tungependa tupate muda kidogo wa maelezo kutoka kwa dada Dorothy pale. Atueleze hili swala la madawa ya kulevya, kwa sababu pombe, yani alcohol, ni dawa ya kulevya pia ile, lakini imeruhusiwa. Unasemaje, inakujaje yenyewe, inaingiaje hapa, ama ni banki tu na madawa mengine? Hii pombe kwa vipi hapa, tukoje hapa? Hebu tueleze kwa undani hapa. Asante. Tukiongelea kwenye pombe, ulisema kwamba ni madawa ya kulevya, inategemea na ingredients zilizotengenezwa. Kwamba kuna pombe unaweza kukuta zina caffeine au zina zile vitu ambavyo vinapelekea, yani vitu ambavyo tunasema kwamba ni madawa ya kulevya. Ndio maana mtu akitumia zinatengeneza addiction. Mara nyingi mtu anashindwa kuacha kutumia pombe nini, kwa sababu ingredients zake nyingi zinakuwa zimelenga kwenye madawa kulevya. Lakini ndio maana pia unapewa kiwango cha kunywa. Unakuta labda mtu wa promotion zinatoka naambia usivuke 1 kwa siku, usifanye hivi, lakini kutokana na upotofu wa watu wanatumia, wengine wanakutumia pombe kama starehe, wengine wanafikia labda nikitumia pombe inaweza kuondoa mawazo, labda wengine sasa wanakosa ukosefu wa elimu. Lakini pia wapo watu ambao wameelimika kabisa, wana elimu zao, bado wanatumia pombe kama tuseme tu ni tabia, kitu ambacho kimeshajengeka ndani ya watu kama starehe ya mtu, tabia yao. Maana ukisema wako wenye elimu juu lakini bado wanatumia. Kwa hivyo hui categorize pombe kama dawa ya kulevya? Sijafanya tafiti kiapo, siwezi kuiongelea kwa hapo, siwezi kuongelea. Madawa mengine ya kulevya ambayo sheria za nchi ya Tanzania zinazungumzia ni pamoja na mirungi, lakini kuna nchi zingine ambazo swala la mirungi, hata bangi, hawalioni kama ni dawa ya kulevya. Wengine mirungi na mfano wake hata jirani za Kenya hapa watu wanatumia tu. Inakuwaje hapa? Hebu tuambie kuhusu sheria na hii swala la afya ya akili. Zinaingilianaje hapa, na tupata kuwa na namna gani jinsi ya kuwaweka watu wapate kujua namna ya kwenda mbele? Asante. Ukiangalia kwamba ni sheria za nchi nyingine zinasema hivi, lakini nchi inasema hivi. Kiukweli vitu kama mirungi bado ni madawa ya kulevya. Effect yake bado iko pale pale. Hata ukisema kwamba effect ni ndogo, lakini inatengenezeka kidogo kidogo, mara siku ya mwisho inakuwa kubwa. Kutokana na sheria za nchi hatuwezi kuziingilia, maana ni sheria ambazo nchi wenyewe wameziweka. Labda hatuwezi jua kwa nini imekaa hivyo kwa nchi yao.
Lakini kwa nchi ambayo inatambua madhara yake kwamba hivi let's say kama Tanzania hawaruhusu, kwa sababu madhara yake ni makubwa. Mtu anaweza akatumia mirungi, anaweza asione madhara sasa hivi, akaona tu matumizi ya mirungi yanakuwa kawaida, lakini baadaye yanakuwa makubwa. Bwana Fredi, wewe kama afisa ustawi, ni namna gani watu wa Msoma wanakuja kwenye ofisi yako pale wakiwa na matatizo haya, unashughulika nao vipi? Okay, asante sana. Nikiri kwanza kwamba kuna changamoto kubwa sana ya uelewa ni wapi wanaweza kupata msaada wa kisaikolojia. Wengi sana bado hawajajua kwamba ofisi za ustawi wa jamii zinaweza zikawasaidia kwa namna moja au nyingine katika changamoto za kisaikolojia, hasa kwa wale ambao wanapitia changamoto za afya ya akili. Ila kwa wale ambao wanajua na wanakuja katika ofisi zetu, tunaweza kuwasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu kuna watu wengine wanahitaji huduma zaidi ya moja. Pia tunaweza tukawaunganisha baada ya kuwasikiliza vizuri na kujua changamoto zao, na kuwaunganisha na huduma zingine ambazo watazihitaji zaidi. Na inawasaidia kwa kiasi kikubwa sana na wanatoka kwenye hiyo changamoto. Naam, kuna msikilizaji anafuatilia kwenye mitandao ya kijamii hapa, anauliza kwamba ni kwa kiasi gani vijana wamekuwa wakionekana kuingia kwenye makundi rika na kuweza kupata effect sana ya madawa ya kulevya ambayo inapelekea kuingia kwenye mambo ya ukatili wa kijinsia, ustawi wa jamii. Nyinyi mnashughulika vipi na hawa watu ambao hasa ni vijana sana wanaathirika na makundi hayo? Ni kweli kabisa kumekuwa na kundi kubwa sana la vijana wanajihusisha, yani tuseme ni makundi rika ambao wanajihusisha aidha na kwenye madawa ya kulevya na shughuli zisizo halali katika jamii yetu. Na yote hii ni kwa sababu ya kutokuwa na misingi bora ya malezi. Kwa sababu tunaamini mtoto akiwa katika malezi bora si rahisi sana kujiingiza kwenye makundi rika. Sasa sisi kama ofisi ya ustawi tunachukua jukumu la kuwaelimisha sana wazazi ambao wanaishi na watoto majumbani, ili kuweza kuwapa elimu namna gani wanaweza kuwakuza watoto wao katika malezi bora, ili kusudi kuweza kuondokana na changamoto hizi za makundi rika, ambapo inawapelekea kutokuwa sawa kiakili na kuwapelekea kufanya hata masuala ya ukatili wa kijinsia. Na kiukweli kabisa kwenye jamii yetu tunakutana na changamoto nyingi sana, hasa za ukatili wa kijinsia kutokana na haya makundi rika. Na tunashughulikia vyema kwa kushirikiana na dawati la jinsia kwa ajili ya kuweza kuendelea kutoa elimu kwa jamii na kuweza kutatua changamoto zote zinazojitokeza. Kuna mtazamaji anaitwa Emmanuel Nai kutoka Mwanza, anafuatilia kutoka mtandao wetu wa Facebook, anasema tumeona kwamba kuna haja sasa Dorothy na timu yako kuendelea kuchukua jukumu hilo kwa ajili ya kuelimisha vijana, kwa sababu vijana wamekuta wanafanya mihemko kutokana na changamoto za umaskini, wanaingia kwenye makundi rika na wanaingia kwenye tamaa ambazo hazifai. Wewe kama kijana ambao umeona kuna fursa hiyo ya kufundisha vijana kuhusiana na mambo ya elimu ya afya ya akili, sasa malengo yako ni yapi sasa kwa ajili ya kufundisha vijana tofauti na mkoa wa Mara kuingia kwenye mikoa mingine na taifa kwa ujumla? Kwa kwanza tumeanzia mkoa wa Mara, lakini pia tunalenga mikoa mingine, kwamba kuna mikoa ambayo nitaweza kufika mimi, lakini hata kama mkoa sitaweza kufika mimi, wapo wawakilishi ambao bado tunawasiliana nao kwamba wataendelea na mradi ni sawa kutokuwa sawa, kwamba kuna mkoa kama Dar es Salaam kuanzia wiki ijayo tunategemea kuanza na programu yetu. Kuna ambassadors wanaendelea na bado tunafanya ufuatiliaji na kutafuta watu ambao, maana hii ni kazi ya kujitolea kutoa elimu, kwamba tunatafuta watu ambao wanaweza kuwa ambassadors wenye wito wa kuelimisha vijana, kwamba in my absence wao wanaweza wakawepo. So mikoa mingi tumelenga kabisa kufikia mikoa yote nchini Tanzania. Kuna mtazamaji wa mwisho hapa sema yeye anatokea Mbeya, anauliza kwamba kwa ustawi wa jamii, kwa sababu kwa sasa hivi kuna vijana wengi wanaingia kwenye
makundilika, hasa matumizi ya madawa ya kulevya. Nyinyi kama afisa ustawi, hilo jambo mnalinavyo kuhusiana kutoka shule za msingi mpaka sekondari, maana ndio kuna changamoto kubwa sana? Asante. Sisi kama ofisi ya ustawi tumekuwa tukiendeleza kutoa elimu hasa kwenye jamii yetu na kwenye hizi shule, ili kusudi kuweza wenyewe kwanza kutambua madhara ya madawa ya kulevya, kwa sababu ni wengi sana wanajiingiza kwenye hii changamoto pasipo kujua madhara ya masuala ya madawa ya kulevya, na pia wengi wao hawajui madhara yatokanayo na ukatili wa kijinsia. Hivyo sisi kama ofisi ya ustawi wa jamii tumekuwa tukitoa elimu juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia, na tumekuwa tukitoa pia elimu juu ya madhara ya madawa ya kulevya na makuzi na malezi, elimu ya makuzi na malezi katika jamii yetu inayotuzunguka, kwa sababu wenyewe ndio wanaishi na hawa watoto, na wenyewe ndio baba na mama wanaowalea hawa watoto. Na kwa jamii kwa ujumla tunatoa elimu ya namna gani tunaweza tukaishi vizuri na vijana wanaotuzunguka. Asante sana wachangiaji wanaotukumbuka kutoka huko sehemu zingine, lakini kabla hatujahitimisha, nilitaka dada Dorothy atuambie na bwana Fred hapa angalau kwa kifupi sana, namna gani tunaweza kufanikiwa katika kuendeleza swala hili, kwa sababu inaonekana kuna changamoto ya kwamba swala la afya ya akili na mahusiano na mambo mengi, na uhusiano na ukatili wa jinsia majumbani, na uhusiano na makundirika mitaani, na uhusiano na ufukara, na uhusiano na mambo mengi sana. Je, katika kujaribu kutatua tatizo hili ni vyema tutafute michepuo gani ya ushirikiano katika nyanja hizi zote ili tatizo tuweze kulikabili kwa ujumla wake? Kwa kifupi, dada Dorothy. Asante. Mimi kwa mawazo yangu kwamba sisi tunalenga kutoa elimu. Tutatoa elimu itasaidia, lakini unapotoa elimu kwa mtu, kumbuka pia tunalenga wanafunzi. Ukichukua kwamba tunatoa elimu kwa vijana, pia kuna wazazi. Kwamba kama kuna mwanafunzi anakaa day, wanafunzi wengi wanaingia kwenye makundirika kwa sababu sisi vijana tuna tendency ya nikiongea kitu nahitaji kusikilizwa. Yaani nipate mtu atakaye nisikiliza na kunishauri. Na wengi tunakuwa hatupo karibu na wazazi kutokana labda na mazingira ambayo wazazi wametutengenezea. Kama ni mwanafunzi anayekaa day, kuna ugumu fulani hivi, nikienda kumwambia mama kitu fulani au baba ataanza kunigombeza, unawaza tu vitu vya ajabu badala ya kusoma. Lakini kuna muda wazazi wengine wanasahau kwamba kuna maisha tofauti na kusoma. Kwamba tujaribu kuwa wazi kwa watoto. Kwamba mwanafunzi ukiwa wazi kwa mtoto anakuwa wazi yeye mwenyewe kujielezea kwako. Kwamba ataweza kujielezea kitu fulani na kitu fulani. Sio rahisi mtoto kwenda kuingia kwenye makundirika ili hali anajua mzazi wangu ananisikiliza. Na pia ukija kwa wanafunzi wanaokaa boarding, tunasema kwamba almost robo tatu ya mwaka anakaa boarding. Maana ukitoa likizo ya mwezi wa 6 na mwezi wa 12 miezi miwili tu, na zile wiki 2. Miezi kwa walimu pia tujaribu kuwa wepesi kwa wanafunzi kuweza kusikiliza shida zao. Tusiweke ule ukali, maana sisi tunaweza tukatoa elimu isimsaidie mwanafunzi. Maana sisi tunaweza tusiwepo akaogopa kwenda kutoa hii kwenye ustawi wa jamii, watanichukuliaje, lakini mzazi upo nyumbani, mtoto anapata shida, mwalimu upo shuleni, mtoto anapata shida. So wito wangu ni kwamba tujaribu tusitengeneze ukali kwa watoto au vijana, tutengeneze ule ukaribu. Ukishatengeneza ukaribu, ukamtengenezea kijana nafasi ya kuongea na kujiexpress yeye mwenyewe, I'm sure ni kuna kiasi fulani ili wimbi litapungua. Kwa mawazo yangu. Ni sawa kutokuwa sawa, bwana Fred. Hebu tuhitimishie hapa kidogo. Ni kweli kabisa, ni sawa kutokuwa sawa. Lakini si sawa kubaki kimya na changamoto inayokusumbua. Ni vyema ukatafuta msaada, ukawa wazi kwa changamoto inayokusumbua. Nimsikiza dada yangu hapa Dorothy ameongea vyema sana kuhusiana na wazazi. Na changamoto nyingi za afya ya akili kwa tafiti yangu ndogo niliyoifanya inaanzia chini, huku chini kwenye malezi. Kwa sababu nakumbuka hata mimi mwenyewe, nijitolee mfano mimi mwenyewe, nimekuwa mwathirika mkubwa sana
kwenye akili yangu kutokana na malezi ambayo aidha nilitoka nayo udogoni, ya kupewa kashikashi zile za kuwa na wasiwasi muda wote, kutokupewa uhuru wa kujieleza mbele za watu, kutokupewa uhuru wa kucheza na wenzako. Ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo tunatoka nayo chini huku. Kwa hiyo ni vyema wazazi na walezi wakajua namna gani wanaweza wakaishi vizuri na watoto wao kwa kuwasikiliza changamoto wanazokuwa nazo, na kujua ni dalili zipi nikimwona nazo labda mwanangu, naweza nikajua huyu mwanangu kwa sasa anapitia changamoto kihisia, ambapo naweza nikamsaidia na akaondokana na hii changamoto. Lakini pia jamii yetu kwa ujumla, na nipende kuwahimiza kwamba sisi sote tuwe mabalozi wema katika kutatua hizi changamoto za afya ya akili. Pale ambapo unamwona kuna mtu mwenzako, jirani yako anapitia changamoto, unaweza ukakaa naye kwa vizuri ili uweze kujua anapitia nini, ili wote tuweze kusaidiana, kwa sababu changamoto za afya ya akili zipo katika jamii yetu, na jamii ndio wanaweza wakaibua hizi changamoto na wakajua. Kwa ni vyema pia wakajua ni sehemu zipi ambazo wanaweza wakatoa taarifa, kwa sababu kuna changamoto ambazo zinampelekea mtu kujidhuru yeye mwenyewe. Kwa hivyo jamii pia ni waase kwamba pale wanapoona kuna changamoto yoyote ambayo mtu anaipitia, ni vyema kakaa naye chini ili aweze kumsaidia kwa namna moja au nyingine, kwa sababu wote tuna changamoto, lakini tunazidiana tu hizi changamoto katika afya ya akili. Na pia niwasisitize kwa tuendelee kuwa wastahimilivu katika kila changamoto inayotukumba, kwa sababu changamoto tumeumbiwa binadamu. Kwa hivyo tuendelee kuwa wastahimilivu pale ambapo tunapitia changamoto, ili kutuwezesha kutokuwa na mawazo mengi, na pia tuendelee kumwomba Mungu. Asante. Msikilizaji wa Yegos TV, changamoto hilo limerejeshwa kwako wewe kama sehemu ya jamii, kwamba unapokabiliana na swala la afya ya akili uwe tayari kuwa na msaada. Hao walikuwa ni Bwana Fredi wa ustawi wa jamii Manispaa ya Musoma pamoja na dada Dorothy ambao walitembelea ofisini kwetu hapa. Endelea kuwa nasi katika vipindi vyetu vinavyofuatia, na karibu tushirikiane.